Rachel Mudan Maura. 1 week after the beneficiaries of Soweto Zone A were officially handed over the keys to their new houses, a lot has been happening, including people happily moving from the decanting site in Langata to Soweto East, a place they now refer to as Canaan. First of all, nashukuru Mungu sana kwa kunitoa kwa flying toilets na serikali ya Kenya. Nilikuwa nakunia kwa karatasi na tupa kwa mabati, lakini saa hii naweza jivunia nakaa kama Mkenya na kunya kwa choo ya kukaa. At least nimejua maana ya kuflash. Natoka hapa Langata, hapa tu nilikuwa naita Mgingo, sasa nitaenda Canaan. Sasa Canaan Estate. Leo ni siku yangu ya kuhama, nikienda Canaan Estate. Niko na furaha. Hata sijui niseme nini. Nikumshukuru tu Mungu ni kwa sababu ametenda. Watu wengi walikuwa wanaona itafanyika, lakini saa hizi nimeonyesha itafanyika. It's all joy as each one is all smiles as they inspect their new houses. Wonderful. Nyumba yangu ndio hile pale. In fact ni maisha imebadilika. Juu nimekuja kwa kutukusafi kabisa. Kule kulikuwa kuchafu na pia hakukuwa smart vile kuko. Saizi hapa kuko na fresh air. Hata ukiingia kwa nyumba yangu utaona vile kuko, na nafikiri maisha imebadilika na nimefurahi sana. Kwanza hasa kama upande yangu mimi, hata maishani mwangu venye huu mradi ulianza, si kuwa na matumaini kama naweza kuwa na nyumba kama hii, sababu wakati hiyo nilikuwa sina chochote, sina maono, sina chochote. However, as some people are happily thanking their God for what they term as a miracle, those who will still remain at the decanting site for not having attained the target contributions towards their savings with cooperatives are not comfortable, especially the people living with disabilities. I could have been the one moving now, but because of the rent here, I can't move until I clear out the rent, which I'm having, which is a huge amount of money. Sasa mtu kama mlemavu, hii simetushinda pesa ndogo. Sasa huko ni pesa nyingi, sasa tutaenda kuweza. Hatuta afford. So naona kama ni njia moja ya kufukuza walemavu pole pole. Mimi siendi. Tuko tu hapa. Juu pesa ile wanataka nifikishe huko sina. Serikali ilikuwa imetuambia ikitulete hapa, uko hapa usave. Na ilikuwa inatuambia kula 10 weka 10. Huko unaambiwa save milioni moja ama ngapi? Ulikuwa unaambiwa weka kidogo, hata kama ni 10 kila siku weka. Nilichanga shilingi 37,300. Na hiyo pesa wameniambia vile niligwama kuendelea, juu sina uwezo, unalipa hapa na ulipe huko, si ningeweza. Wameniambia walichukua pesa yangu wakajazia mwingine, na huyo ndio wanampeleka huko ng'ambo. Hiyo kitu iko kwa roho yangu inaniuma, na vile mimi nakujanga hapa saa 10 ya usiku utafuta pesa kidogo, na hiyo pesa kumbe wamejazia mwingine, amepata nyumba huko na mimi nimebakia hapa kwa masueji. Tuko hapa walemavu 7 peke yake. So walemavu 7 sisingekuwa mzigo kwa serikali, sababu hatujafika hata 10. Hatujafika hata namba kubwa ile inaweza kusuia serikali sema hawa watu tuwafanyie, tusiwafanyie ama tufanye. Ni watu wachache zaidi. Wenye wameletwa hapa, wenye wamepata mapato hapa ndio hao unaona wanaenda. Wanatuacha. Walikuwa wanashindwa wakiambiwa pesa za watu zinakuliwa, ukisave unaambiwa pesa yako imekuliwa, na sisi tukasema acha tu tuzidi kusave. Sasa tumeona hii matunda ya kusave, tunaenda nyumba mzuri na tunaenda nyumba ile yangu. Sasa siendi nyumba ya kukomboa, tunaenda ile nyumba yetu sasa. Hii maneno tunaongea hivi, serikali itusaidie. Kwa maana serikali ndio walitutoa Kibira huko wakatuleta hapa hapa Langata. Nilijaribu kukataa kuja huko, lakini nikaambia utaenda. Nilikuja hapa kilazima. Na maisha hapa imenilemea sana. Na bila wanaenda hivi hatujui sasa tuko wapi, na zile nyumba zilikuwa zetu. Ile nafasi tuliwacha wajenge turudishwe, na wameuzia watu hizo nyumba. Na kulikuwa na mikakati iliyokuwa imewekwa, sio kurudi tu sababu kwamba ulikuwa unatoka huko lazima urudi automatically.
Mi naweza kupongeza serikali na mi nasikia hiyo mradi bado inaendelea. Ningeongezea wale wamesikia hiyo mradi ikiendelea wajiunge na pengine watafanikiwa. What will happen to these desperate vulnerable people if they cannot totally afford to raise the required amount? Owino Joshua for Kenen Kibera.